huu tumebarikiwa. Mwaka huu ni mwaka wa Bwana. Mwaka huu tumebarikiwa. Mwaka huu ni mwaka wa Bwana. Mwaka huu tumebarikiwa. Mwaka huu ni mwaka wa Bwana. Mwaka huu tumebarikiwa. Mwaka huu ni mwaka wa Bwana. Mwaka huu tumebarikiwa. Mwaka huu ni mwaka wa Bwana. Mwaka huu tutainuliwa. Mwaka huu ni mwaka wa Bwana. Mwaka huu tumebarikiwa. Mwaka huu tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka wa 2026. Ni neema ya Bwana kwamba tumeuona kama tunavyoenda kuona kwenye kitabu cha Maombolezo. Fungua pale Maombolezo lango wa 3, Lamentations chapter 3. Fungua nani pale kwa msaada wa Bwana, tuangalie neno la Bwana linavyosema. Nafurahi sana kuona nyote jinsi mlivyo, na namtukuza Mungu kwa sababu ya vile amenifanyia mimi vile vile. Amen. Tarehe 26 jioni, usiku kidogo, tusike kwenye ajali. Mimi na familia yangu karibu yote, mmoja tu alikuwa hayupo. Gari ikafika mahali kijia kwenye shimo, na ubavuni kulikuwa mtaro mkubwa sana, na
gurudumu la nyuma likawa linabembea hewani, linaning'inia kwenye shimo hilo kubwa sana. Kwa hiyo gari lilikuwa linafanya hivi, lilikuwa tuliingie kule, tupinduke wote kule, lakini Mungu alitusaidia. Amen. Sijui kama ingeingia ingepinduka tungeumia au ingekuwa namna gani, lakini Mungu alishikilia hiyo gari, ikawa hivyo, tukashuka wote, tuko sawa, na baadaye tukaitoa ikiwa mzuri sana. Amen. Haikuwa na shida. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana. Hiyo ni miongoni mwa mambo mengi ambayo Mungu ametutendea. Amen. Sasa Maombolezo chapter 3 verse 22. Maombolezo 3:22 inasema ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi, ni mpya kila siku asubuhi. Uaminifu wako ni mkuu. Bwana ndiye fungu langu, husema nafsi yangu, na kwa hiyo nitamtumaini yeye. Bwana ni mwema kwa hao wamngojeao, kwa hiyo nafsi imtafutayo. Ni vyema mtu autarajie wokovu wa Bwana na kumngojea kwa utulivu. Ni vyema mwanadamu aichukue nira wakati wa ujana wake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni neno la Mungu hili, hatuwezi kuligeuza. Huu ni mwaka mpya kabisa tumefanya kuupewa. Umeishi miaka mingi na mimi nimeishi mingi mpaka leo. Biblia inaongea kuhusu kuangamia. Ni rehema za Bwana kwamba hatuangamii. Ukisoma Zaburi ya 124 vile vile inaongea habari ya jinsi Mungu amekuwa pamoja nasi, kwamba mabaya yangetupata. Ina maana kwamba katika dunia hii mabaya yanazunguka. So long as shetani yupo, adui yupo, kilicho ulimwenguni kinachozunguka hapa na pale ni mabaya matupu. Lakini Mungu anahakikisha kwamba anakuepusha nayo. Sababu gani ya kukuepusha na mambo haya? Je, unaomba sana? Ni kwa sababu umeokoka? Je, ni kwa sababu gani? Maandiko yanasema ukiona hujiangamia mpaka leo upo, ni kitu kimoja tu, ni huruma za Bwana. Ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii. Chochote kile kingeniangamiza kimesababishwa kisiniangamize na huruma za Mungu tu. Yaangalie sana mambo yale ambayo yametokea watu, ujiulize wale yamewatokea ni watu wa aina gani? Je, ni watu hawajaokoka tu? Hapana. Kunao watu wameokoka lakini wamepatwa na mabaya. Utaenda unakuta mtu ameokoka kabisa lakini amelazwa hospitalini. Mtu ameokoka amehusika katika ajali. Mtu ameokoka amefariki. Kwa hiyo wewe na yeye ukijaribu kuuliza ni vigezo gani Mungu amefuata ndio akuache wewe uishi, unapata hakuna. Ni huruma tu. Nini maana ya huruma? Kwamba haukustahili wewe, umekikosa kile kingekuingiza, lakini umeingizwa hivyo hivyo. Amen. Yaani wenzako wamelipia chakula na wanakuja na ujasiri wapewe kwa sababu wamelipa. Wewe umekuja hujalipa. Mwenye kuhusika na chakula kile anakuangalia, wewe hujalipa, sijalipa, na unatarajia ule. Sasa alafu anakuangalia, hauna sababu yote ya kupewa chakula kwa sababu wewe si wa huku, wewe hujalipa, wewe hujasajiliwa, lakini namhurumia. Jamani, mpeni chakula huyu. Kwa nini? Kwa huruma tu. Yaani hukustahili, ni huruma. Katika Biblia unaangalia Mungu jinsi anavyofanya mambo ni wa kipekee kabisa. Wengine walitolewa gerezani wakiwa watakatifu kabisa. Petro ni mteule wa Bwana, amefungwa gerezani, wateule wakamuombea akatoka gerezani, ni mzima.
Paulo na Sila walikuwa wateule wa Bwana, walifungwa gerezani, wakatoka wazima. Yohana Mbatizaji alifungwa gerezani, alitoka mzima? Hakutoka mzima. Herode alitumana, akakatwa kichwa. Huyu ambaye tumesomewa na mzee hapa ya kwamba alikuwa mtangulizi wa Yesu, akiwa amefanya kazi kubwa hivyo, akiwa nabii amekuja kwa namna ya Elia, kazi kubwa aliyoifanya ya kumtangulia Yesu. Angalia vile anauawa kinyama. Yohana Mbatizaji huyu, mimi na wewe tumempita na nini? Kwamba pale Mungu hakuweza kumwokoa kutokana na upanga ule, na alikuwa na uwezo, lakini hakufanya hivyo. Sasa utasema nini wewe umeachwa kwa sababu gani? Yohana Mbatizaji na kazi ile yote aliyoifanya, anakuja kufa design hiyo. Badala wewe ungeuliza sema jamani, Mungu angalie, ukasema huyo mtu Yohana msiguse huyo. Lakini pale binti yule wa Herode amefanya mambo yake, alafu akaulizwa nikupe nini? Mamake akasema mara moja, nenda umwambie babako akupatie kichwa cha Yohana Mbatizaji, sababu mke wake Herode alikuwa amemchukia sana Yohana Mbatizaji. Kwa hiyo binti yule alipofanya mchezo yule akafurahisha baba, akasema kwa namna hii nitakupa zawadi. Akauliza mami, dadi amesema niseme ile zawadi nataka. Mama akasema good, huo ni wakati wa kufanya ile nataka, kumuondoa yule mtu ambaye amekuwa shida kwetu, anatuingilia na masuala ya Mungu, kwamba sijui naishi na nani. Akasema good, nenda umwambie baba akupatie kichwa cha Yohana Mbatizaji. Ajua kwa njia na enzi hizo zilikuwa ukishatamka huwezi geuza. Binti akanda akasema nataka kichwa cha Yohana Mbatizaji. Herode akahuzunika, lakini hangeweza kuigeuza, ikabidi tu atoe agizo, nendeni, nenda kikatu. Herode na Yohana Mbatizaji na kazi yote iliyofanya, kichwa kinakuja kukata, alafu kinawekwa kwenye kombe, analetea yule msichana. Na mtu mwingine akauliza sasa, sijui alipokiletea alienda kupika supu au kilikuwa ni cha nini? Unaitisha kichwa cha Yohana Mbatizaji ukafanya nini? Unaenda kukila na watoto? Lakini ni ubaya. Stephen ni mteule wa Mungu, ameongea akiwa amejaa Roho Mtakatifu, akazungumza, anapigwa mawe mpaka anakufa. Akiwa mteule hivyo, ni mwokovu, anapigwa mawe. Tumeona Yohana Mbatizaji amekatwa kichwa, mteule wa Bwana Stephen anapigwa mawe mpaka anakufa. Sasa wewe unaona kwa nini umeachwa? Unaomba sana? Hapana. Hebu angalia, naomba uangalie kwenye kitabu cha Mhubiri, Ecclesiastes chapter 7. Tuone pale kuna kitu Mhubiri. Mhubiri chapter 7 verse 14. Angalia Mhubiri 7:14. Inasema siku ya kufanikiwa ufurahi, na siku ya mabaya ufanye nini? Hamjafika pale. Hii kitabu hakifomwi sana, kwa hiyo kufungua watu nachukua muda mpaka uende kwa content. Mhubiri 7:14. Twende sote pale. Tusome pamoja. Siku ya kufanikiwa ufurahi, na siku ya mabaya ufanye nini? Ufikiri. Haya, kwa nini? Inasema Mungu ameifanya hiyo moja kwenda sambamba na hiyo ya pili, ili mwanadamu asipate kulijua neno lolote litakalofuata baadaye. Umeona ile watu? Siku ya kufanikiwa furahi, haki ya kufurahi kabisa. Furahi kabisa na usijigambe, ndio ufurahi kwa adabu. Kuna wengine wakipewa kufurahi wanajigamba. Wamepewa afya njema mwaka mzima wanajigamba. Because I pray. Ukitaka kuishi vizuri omba, mpendwa. Magonjwa si fungu lako. Mungu anasema kwamba hata tu achilia magonjwa wa Misri katika boma yangu hakuna mtu anaweza kuugua.
I pray. Wewe umepewa mwaka mzima wa kufanikiwa. Biblia inakwambia furahi. Sasa inakwambia na mabaya yakitokea fikiri. Halafu Mungu anasema kwamba haya mawili yamewekwa hivyo yaende pamoja. Lengo la Mungu ni kwamba usiweze kujua what next ya Mungu. Mambo ya Mungu yasije yakawa obvious kwako. Usije ukaijua ratiba ya Mungu kwamba of course after hii atafanya hivi najua. Of course after hivi atafanya hivi. Yohana Mbatizaji amewekwa gerezani. Yule mteule wa Bwana ataombewa atatoka kama vile fulani alitoka. Mungu anaigeuza. Anasema badala ya kumtoa anafanya nini? Anakatiwa shingo kule. Alafu nabaki umechanganyikiwa. Kivipi sasa kwa nini? Alafu inakuchanganya hivyo, alafu nabaki basi Mungu ndo anajua hii mambo. Shadraka, Meshaki na Abednego walitupa kwenye ziwa la moto, kwenye tanuru, sio ziwa. Kwenye tanuru la moto. Ikampendeza Mungu kuingia pale kwa mtu wa 4. Akahakikisha kwamba moto ule hauwaunguzi. Daniel naye akatupa kwenye tundu la simba. Mungu akazuia yale makanwa ya simba, akayafunga. Simba hawakumla. Mungu akafanya vile. Lakini ni wafia dini wangapi? How many martyrs have died kwa sababu ya Yesu Kristo? Wangapi wanaambiwa kana Yesu leo au ukule upanga, na hawakani na wanapigwa upanga na Mungu hazuii. Stephen, Mungu alikuwa na uwezo. Kama Mungu alizuia moto usichome wale watatu, kama Mungu alifunga makanwa ya simba wasimle Danieli, je, Mungu alishindwa kuepusha yale mawe yalikuwa yanamlenga Stephen yasimlenge? Alishindwa? Jamani, alishindwa? Hakushindwa. Lakini Mungu yule alikuwepo. Stephen anapigwa mawe mpaka anakufa. Mungu yule alikuwepo. Uamuzi wa kwenda kukata kichwa cha Yohana ukifanywa yupo. Lakini hawachanganyi ili washindwe kumkata. Anatulia na watu wanakata. Kwa hiyo leo tumesoma katika Lamentations ni huruma za Mungu kwamba uangamii. Ni mipango yake. Amepanga hivyo. Na akili zake hazichunguziki. Kwa hiyo tunaambiwa Mungu ameweka hayo inakuchanganya hivyo ili mwisho wa siku ubaki tu na jambo moja. Baba, ninasarenda kwako. Amen. Ubaki tu na jambo moja, Mungu, na kushukuru. Ni huruma zako. Kama ingehesabiwa maovu yangu, kama ingehesabiwa uzuri wangu, ni mdogo sana as compared to yule wa fulani ambaye yeye ilimtokea hivyo. Ameshikwa na ugonjwa mbaya, saratani inamtesa mtu wa Mungu. Wewe ni mzima. Si eti umeomba sana kuyaweka mbali magonjwa. Biblia imekwambia ni huruma. Ukijipata mzima, kimbia kumtukuza Mungu, ombe Bwana, ni huruma zako. Ni kweli unaomba. Ni kweli mtumishi wa Mungu. Ni kweli unatumika. Lakini usiwahi kuhusisha ufanisi wako na bidii yako hata siku moja. Amen. Kweli unabidi sana kumtafuta Mungu. Ni kweli unabidi ya kuomba. Ni kweli unabidi ya kufanya haya yote. Lakini maandiko yanasema kuwa kwako mzima sio bidii yako, ni huruma za Mungu. Maana waangalie walioondoka ni wateule kama wewe. Hawafi wa mataifa peke yao. Hawafi waliotenda dhambi. Ayubu alikuwa amefanya nini? Hakufanya ubaya wote. Lakini kwa ratiba ya Mungu mwenyewe hayo yote yalimpata, mambo yakawa vile. Ingeachiliwa koko hali kama ile, haungekuwa na la kusema. Ingekuwa vibaya sana. Akili za Bwana hazichunguziki. Wakati mwingine angalia vile Job anamjibu mkewe. Wakati anamwambia kwamba mkufuru Bwana ufe, akasema usiongee. Mbona unaongea kama miongoni mwa wale wanaokuwa wapumbavu? Je, tupokee mazuri tu, tusipokee na mabaya? Sasa hatusemi kwamba tunataka mabaya. Hakuna mtu anayataka. Lakini hapa tunaambiwa siku ya kufanikiwa ufurahi na siku ya mabaya ufikiri. Ina maana kwamba
mambo haya mawili yote yanaweza katokea kwenye maisha yako. Kuna wakati umehusika na harusi ukafurahi, na kuna wakati umehusika na msiba. Kuna wakati umehusika na kupokea mtoto uliyezaa ukafurahi, a newborn, na kuna wakati unakuwa na msiba ukiwa mteule wa Mungu hivyo hivyo. Je, huyu Mungu ameacha kuangalia? Hajaacha kuangalia. Je, huyu Mungu ameacha kuwa karibu na wewe? Hapana. Kuna zuri lilikutokea, furahi yako yote. Baya likitokea, usitukane Mungu. Usitukane Mungu, usimwache Mungu. Usimwambie Mungu sasa kwa kuwa uniangalie basi Mungu na iwe hivyo. Hapana. Bado Mungu anakuwa yule yule. Ni furahi. Unaruhusiwa kufurahi. Unataka kusherehekea birthday yako? Furahi, sherehekea. Unataka kusherehekea kuzaliwa kwa nani? Sherehekea. Unataka kuweka hafla gani? Weka. Siku ya mazuri, furahi. Lakini ikitokea liwe baya, utafakari. Uanze kufikiri. Yaani hii Mungu amenichanganya kabisa. Siku moja palikuja pakafa mhubiri mmoja ambaye aliyependwa, aliyeaminika sana. Yaani unajua kuna mtu namwangalia sema jinsi anavyompenda Mungu na anavyotumikia Mungu na ile kazi yako nayo kubwa anayoifanya, hutarajie mtu kama huyu Mungu achukue. Tena hiyo siana. Kwa hiyo tunaye huyu ataishi, manake kwa kazi ambayo ameanza namna hii Mungu lazima atamhifadhi, atamwepusha na mabaya yote, atampa anointing, atamnini kabisa. So you don't expect such a person to die any soon. Unaona, he is young, has a lot of potential, ni mtu ambaye has a lot of anointing, he is really serving God. Unatarajia Mungu kwa sababu ya kazi yake iliyo mbele, Mungu atamhifadhi huyu. And this person anaugua and dies. Huyu kwambia fulani, mhubiri fulani amefariki, unatamani hiyo ndoto, wasema no, hii ni ndoto, hebu niamke. Huyu hapana, sio huyu. Lakini unaanza kuamka unakuta si ndoto, ni ukweli. Unatamani hiyo uongo. Unatamani ndio uulize ndugu Machi, hii mambo unasikia, anasema hapana, mchungaji hata tumekutana naye pale. Lakini hata mimi nimesikia kashoka. Ni serious. Inakaa namna hiyo. Mungu ameyaweka ili moja liambatane na lingine. Kwa hiyo huna sababu ya kujigamba upatapo mazuri, na huna sababu ya kumtukana Mungu lijapo baya. Hatutaki mabaya, tunataka mazuri matupu. Amen. Kweli kabisa. Lakini Mungu ni mwema, anayetuhifadhi na anayetusaidia katika kila hali. Tunajua kwamba ni huruma za Mungu. Kwa hivyo tunakuwa na mioyo ya shukrani sana wakati ambapo tumeumaliza mwaka, ya kwamba huna chochote cha kujipiga kifua useme yes, Bwana nimetunza afya yangu. Hivi vyakula mnakula ovyo ovyo, mnapenda kunywa masoda, ndio mnakaa hivi. Mimi sikunywa soda. Tunakunywa chai ya sukari, mnafikiri mtakana namna gani? Mimi sikunywa sukari. Mnanionaje? Sikunywa sukari. Ni vyakula vya mafuta hivi. Mimi siwezi kula hivi. Ndio mnajiweka ovyo ovyo. Mnakula mafuta na mnatarajia mtakana namna gani? Just look at me. Mafuta kwangu ni kidogo sana. That's why I'm the way I am. Sukari, I don't use sukari. Kwa ndani. And that's why I'm healthy. Na maana niko na afya namna hii. Lakini mnakula ovyo ovyo. Mimi huwezi kunipata tena nakula machips hizi, vitu vya kuwa vya kufanyia deep frying hivi. Hizo vitu ni junk. Huwezi kunipata nikila vitu kama hizo. Lakini mnakula ndio mnakaa ovyo ovyo namna hii. Lakini mimi naepuka. That's why you see, sasa mtu kama huyo amekosea pakubwa. Anafikiri ya kwamba ni ulaji wake, anafikiri ni umakini wake, anafikiri ni unajua kutunza kanuni za afya. Sio hivyo. Sio kisomo kinakusaidia, sio kanuni za afya. Mimi sikunywi maji ovyo ovyo. Hata ni kila mahali sikunywi maji mpaka niende kunywa kwangu maji ambayo ninayaelewa. Ati mimi nikiwa hotelini tunaekea maji na jagi hapo na kunywa, siwezi. Hata mineral siamini mpaka niende nyumbani kwangu nichemshe. I'm very careful. Alafu unapata mtu yuko careful, leo unasikia tena tumbo alipatikana nini, amoeba, typhoid, na kuchemsha maji hivyo hivyo. Ili kwamba usije ukasema ni kujitunza. Ni kujitunza ndio kunimeka. Yaani ni kitendawili. Maisha haya ni kitendawili. Sasa ikiwa imekukaa kitendawili hivyo, hauna ujanja.
inabidi uitane mbinguni akutegulie hicho kitendawili, kwa sababu kuna baya linatokea mahali ambapo huku ulitarajia liwe. Kwa hiyo wanasema Mungu, sasa hapa kweli Mungu wewe unajua maana yake ni nini hasa huyu, kwa nini na tumemuombea. You love someone so much, na mnamuombea, hata mnafunga na kuomba. Ndugu mzuri, mnamuombea ili apone, asife. Pamoja na kufunga na kuomba kwa this guy dies, mnabaki mmechanganyikia. Sasa Mungu asikiaje maombi au na kama ni miaka anasema 70, tukiona nguvu sana 80, huyu ni wa 40, so he shouldn't die. Na anaugua, and we have prayed, na tukaimba nyimbo zote, mimi ni Bwana nikuponyae, tunaimba yote hapo mkienda kumuona. Ndugu, pokea imani. Tunapoimba wimbo, tunapoimba Bwana, mimi Bwana ndimi nikuponyae, you see all those songs ili zimsaidie katika ugonjwa wake. And after that na mnasoma maandiko. Yuko mmoja tulimpenda sana, ndio kasoma maandiko yale ambayo yanatupa afya nini na nini. Ndugu, ikiri hayo maneno ni yako ndugu, na akasema nakiri ndugu Kambale, hayo ni yangu kabisa. Yani unapoti maandiko yote, mnafanya ile maombi mnataka pambi zile zote mnafanya. Na sasa hivi tumefunga na kuomba kwa ajili yake, alafu tukakutana wote kwake because of his health. But yeye inaendelea hivyo, ugonjwa ukazidi, and the guy died, the brother died. Unashinda sasa, Mungu si umesema tukiomba tutapewa? Hatumeomba umesema tukikutafuta tutakuona. Tumefunga na kuomba kwa ajili ya huyu ndugu. Tumekemea roho ya mauti. Kemea kwa jina la Yesu. Mauti tunakemea. Tunakemea. Magonjwa tunayang'oa. Ile namna yote unayojua ya kufanya magonjwa, uyang'oa, kuyateketeza, kuyalipua. Yeye kabisa, na utakasa mwili wa ndugu kuanzia utosi baada wayo mpaka wewe mguu awe mzima. Yote umemaliza. And after that, amen, and you go almost that brother. Ndugu, chukua imani, umepona. Biblia inasema kwamba wenye maskini waseme I'm rich, wale wanyonge waseme I'm strong, na wagonjwa waseme amepata afya. Usikiri tena wewe ni mgonjwa, sema nimepona. Na mnaondoka and the guy dies. You're confused. Unashinda sasa, hii ni nini? Kesho nitaombea mtu kweli ambaye ni mgonjwa because no, I don't understand. We prayed for this brother and he died. We prayed for the other sister the other day and she died. Sasa huyu mwingine ni mgonjwa. We pray for him, maybe to be sielewi. Because now naomba, it's like nothing happens. Inakaa hivyo. Ili mwanadamu usije ukasema, yani uelewe kwamba ratiba ina mwenyewe. Usije ukasema anaishi huyu ndugu kwa sababu nilimuombea. Hallelujah. Kanisani kwetu we can pray for someone. Kanisani kwetu huwezi kupata mtu amekufa. Mtu akijaribu kwa mgonjwa tunaomba na anaishi. So hatuchezi namna hiyo sisi. Sasa mnabeba kiburi, umesema it is because you know how to pray so much. Sasa Mungu anaiweka hivyo. Mnaweza mkaombea mwingine akapona mkatukuza Mungu. Anawaachia tu. Anawaachia Petro muombee anatoka. Anawaachia Paulo na Sila mnamuombea anatoka. Kesho anashika yule mbatizaji na maombieni yote anakatwa shingo. Mdabaki sasa. Hivyo ndio Mungu anataka. Nasema siku ya kufanikiwa, yaani mambo yakienda vizuri, furahi. Ikitokea haikwenda vizuri, usitukane Mungu. Tafakari. Mungu amefanya hayo, hiyo moja kwenda sambamba na hiyo ya pili. Inaenda pamoja. Yaani kwamba zuri ni fungu lako na baya linaweza likakutokea, ni Mungu amefanya hayo. Ameweka hiyo baya na zuri kwenda pamoja ili mwanadamu. Kwa nini? Ili mwanadamu asipate kujua neno lolote litakalofuata baada yake. Mwanadamu usije ukajua programu ya Mungu. Usije ukajua it is obvious. Itatokea hivi nikifanya hivi. Mungu amekataa. Akili zake hazichunguziki. Hajaruhusu mawazo yake uyajue. Hajaruhusu kila kitu kijue mpaka mwisho. Ndio maana hata maisha yako yapo mikononi mwake. You don't know when you will die. Ili umtumaini. Ulimtumaini. Kama angeweka mambo yetu wazi namna hii, kila mmoja akizaliwa anatoa na ujumbe. Ndugu, umezaliwa 1946 utakufa 207. Yaani unabeba kabisa Mungu amekufungulia kila kitu. Utasoma, ukifika class 3 utaanguka, utarudia, anakuambia kila kitu.
utaoa, itakufanyikia hivi, itakufanyikia hivi, lakini jua mwaka 2007 utakufa. Mungu amekwambia kabisa. Na mwingine tena, haya wewe nao umezaliwa hii, basi utakufa 2026 ama 2030. Sema ndio unaelewa ratiba yote ya Mungu. Sasa mwanadamu atajiachilia ovyo pasipo kumtumainia Mungu. Hamwezi kuniua, mimi nitakufa 2030, hata mfanye nini siwezi. Anajigamba mimi bado, nyinyi bado. Lakini sasa Mungu ameficha namna hiyo ili ukae uweze elewa kesho yako na umwambie Mungu ni wewe. Tusome kwenye kitabu cha Methali chapter 3. Methali chapter 3. Tumalizie na hiyo. Wanawake wengine tayari hawana kidogo macho. Wengine wanaangalia na jicho moja, wengine wanaangalia katika roho. Jao ndugu akilala kwenye ibada, ukimwambia ndugu umelala, sema pande nasikia kila kitu. Nasikia kila kitu. Lala. Mimi nasikia kila kitu. Haya, mhubiri amesema asema amesemaje? Anasikia. Amna kitu. Ndio hivyo, hata shule ni hivyo. Wewe shule watu kilala, umelala, umejaribu mpaka umelali hapo. Umelala kwa dakika kadhaa, hata mwalimu anakulenga na chaki. Are you sleeping? No sir. No sir. No sleeping. Na umelala mpaka kalonga na chaki na uone. Sasa naona wengine wameshaanza kulala hivi. Sasa nikwambie ninamalizia basi. Ile furaha. Na namalizia kweli. Methali 3. Methali 3:5. Huu mwaka tumeuingia, tuendeje? Mwaka wa 2026 tumeuingia. Siri kubwa itakuwa ni ipi? Inasema hivi, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. As you step into this year, hakikisha usitembee peke yako. Leo tarehe 1 kabisa, mwezi wa Januari, mwaka mpya wa 2026. As you get into this year, umeingia hapo, safiri. Ni safari ya miezi mingine 12 na kuendelea. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Umwanafunzi, ubaba, umama, unani, uishi huu mwaka wa 2026 kwa njia hiyo. Safiri na Bwana. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, usizitegemee akili zako mwenyewe. Ukitaka vizuri, verse 60 inakwambia katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Amen. Kwa sababu katika mwaka huu kuna njia tutakayosafiri. Kama nilivyosema, ni safari. Tuna mapito. Yanaweza kupinda, yakasumbua, yanaweza kuwa ups and downs, yanaweza kuwa na kona nyingi, yanaweza kuwa na giza, yanaweza kuwa na mawe lakini Mungu anasema tukimwachia hii njia atayanyosha mapito yetu yaweze kunyoka. Kuna destiny zetu, kuna hatima zetu, kuna mahali Mungu ametuwekea, lakini mpango wa adui ni kwamba akuyumbishe usifike kule ulitakiwa kwenda. Lakini sisi tukikaza kumpenda Bwana, Mungu atayanyosha mapito yetu. Mapito yako na yanyoke kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Mapito yako yanyoke. Shetani amekusudia ayaweke mawe, ayachimbe mitaro. Wakati ambapo barabara inakuwa shida, usafiri unakuwa ni shida sana. Kuna potholes, kuna mawe, kuna mashimo, kuna bridge zimekatika, inabidi uwashe barabara, uingie porini uje kutokea uko mbele. Tukimtumaini Bwana na tukimkiri, nasema katika njia zako zote mkiri yeye, katika njia zako zote. Usiende yoyote bila kumkiri yeye. Ni elimu yako unasoma, mkiri Bwana, ni yeye. Mwambie Bwana katika hiyo elimu ni wewe unahusika. Umekuja umefaulu katika mtihani, umeongoza, usikiri kitu kingine. Usiseme nimeng'ang'ana sana. Mkiri Bwana kwenye hiyo njia. Biashara yako imefaulu vizuri, usiseme Bwana huko kurauka, nilikuwa nilikuwa silali Bwana. Mkiri Bwana kwenye biashara. Mwambie nimefaulu kwa ajili. Mtu akija akikusifia, my friend, you are smart. Usiseme nitakosaje kuwa smart man. Na kazana ili ninunue nguo nzuri. Kimbia mwambie ni Bwana. Kiri Bwana kwa hiyo.
Kiri Bwana kwa mavazi yako, kiri Bwana kwa afya yako, kiri Bwana kwa watoto wako wanaendelea vizuri. Katika njia zako zote mkiri Bwana, na ukifanya hivyo anafurahi, ananyosha mapito yako, kwa sababu anaona jinsi unavyomtegemea. Muhusishe Mungu kwa kila kitu kinachotokea, kizuri kibaya, mwambie Bwana wewe unajua. Likikutokea baya, mwambie Baba na kushukuru, kwa sababu wewe ndio wakunitoa kwenye hali hii. Umekaa katika siku moja ukauza vizuri sana, usije ukamsahau Bwana. Mwambie Mungu na kushukuru, leo umenipa mauzo mazuri Bwana, ni wewe na ni wewe Mungu umehusika. Ni wewe umeleta wateja dukani mwangu nikauza hivi, Mungu asante. Kesho ikitokea wamekuja wachache hawakuja, Bwana huyo mkiri Bwana tena kwa siku kama hiyo. Mwambie Baba ninakushukuru, ile jana nilipokuwa nimevuna ni wewe, na hii ambayo kumekaa hivi Baba wewe pia ni wewe ninaangalia. Ni wewe utakayenisaidia. Nilikula vizuri jana Bwana ukanishibisha, ni wewe ulinishibisha. Na sasa leo usielewe kama nitakula, kumbuka ni wewe ninategemea. Kwa hiyo kama utanilisha ndio hivyo, sitakula kwa sababu ni wewe katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Januari mpaka mwisho wa mwaka mapito yako yanyoke kwa jina la Yesu. Mwezi wa Januari unyoke kwa jina la Yesu. Wa pili, wa tatu mpaka mwisho, mpaka tukutane tena hivi kumshukuru Mungu na kumwamini Mungu kwa huo mwaka utakaofuata, mapito yako yanyoke kwa jina la Bwana. Kombo hizo Mungu atatue, milima na mabonde Mungu atatue. Kukitokea bahari ya Shamu, mapito yanyoke, uvuke tu. Haleluya, amen. Walikuwa wamefika pale kwenye bahari ya Shamu, sasa wameshindwa, kaangalia nyuma, ndio hivyo madui wanakuja, Wamisri wanakuja. Lakini pale Mungu alinyosha njia iliyonyoka katikati ya maji, ilivyo haiko katika kawaida ya watu, sio kwa kuogelea. Mapito ya Bwana ni maji ndiyo hayo, lakini mapito ya Bwana yalikaa kunyoka, wakapita kama hakuna maji yoyote. Kwa hiyo Mungu wetu ni Mungu anaweza nyosha mapito mahali popote. Utapita katikati yao kama walivyopita katikati ya maji. Mapito ya mteule wa Bwana yatanyoshwa na Bwana hata kama ni katikati ya maadui. Haleluya. Kwa hivyo ndio msaada wetu, ndio tumaini letu, ndio tegemeo letu. Twende na Bwana. Wanafunzi, twende na Bwana. Wafanya biashara, twende na Bwana. Wanaofanya kazi, twende na Bwana. Kila mmoja, kina mama, kina baba, twende na Bwana. Hatanyosha mapito yetu. Sisi hatung'ang'ani kuwanyosha wenyewe. Hapana. Watu wakilialia huko, kumekuwa kubaya siku hizi, sijui kama nyinyi mnaonaje? Mimi nikienda huko kukutana watu wasema kumekuwa kubaya, nyinyi mnaonaje? Story yangu ni tofauti. Naomba mimi nashukuru Mungu, mambo yako sawa. Mungu sawa, huko wewe mko vizuri inaonekana. Mimi sitaki kukiri yale kwa sababu mimi hunyoshewa mapito na Bwana wangu. Katika njia zangu zote umkiri Bwana. Wewe wale wasiomjua Mungu wanang'ana wenyewe. Na mimi sipiganaji mwenyewe, napiganiwa na Baba. Kama vile jamani. Kwa hiyo huu mwaka tumeushika. Tumwambie Bwana leo, Baba asante. Umetupa miaka mingine ukapita nasi. Huu ni mwaka mwingine ambao hatuwezani nao. Kuna mtu anawezana na huu mwaka jamani? Kweli kabisa. Kwa hiyo tumwambie Baba kabisa, umenikabidhi huu mwaka, siwezani nao peke yangu. Kwa sababu hii tarehe moja. Sijui kuna mitego mingapi kesho tu, sijui. Hii wiki yenyewe hii ya kwanza au hii wiki ya kwanza sijui kuna mitego mingapi. Kwa hiyo Mungu, siwezi enda peke yangu, na kukiriwe katika kila njia, ninyoke, uninyoshe kila mapito, unipiganie kila adui, univunjie kila mitego. Uifyetulie shetani awe amechelewa kila wakati, awe too late. Na tuimbe kama yule mtu ambaye alisema ondoeni mitego yenu ishapita. Lakini hata wasipoondoa ushapita, hata wakiweka hapo waweke sasa itakushikana ushapita. Wewe nenda. Muondoe msiondoe, kaeni hapo mtazamani mitego yenu. Maana ulipokuwa unamtega ashapita. So the devil will ever be late. Atatega, lakini kwani vipi? Mbona nimekaa hapa muda wote na hizo ndio time zake wanapita. Unaambiwa alipita kitambo amefika, unamgoja hapa. Unanyanyua mitego yako na aibu zako. Yaani hasara yote kazi ndio hivyo. Kwa hiyo mitego yote pia itakayotega iwe inategwa nyuma yako kushapita. Inafyatuka yenyewe huko na ngoja imetega vipi huyo tangulini. Kwa hiyo Mungu ni mwema. Maana Mungu atubariki. Asafiri nasi kwenye huu mwaka na miaka yote itakayokuja, kwa sababu Mungu
ndio tunamkiri yeye katika kila jambo. Jamani, tupate muziki wa kumshukuru Mungu ili tuwe na wakati wa kumwambia Mungu ni wewe katika maisha yetu. Yes. Alafu nasi tuimbe ule wimbo wa kupendelewa, kwa sababu tumependelewa. Nani Rose, ndio tuongoze wimbo wa kupendelewa. Unatuongoza wimbo, ndio tuongoze kama umependelewa. Endelea baba kucheza pale, na tuongozwe tuingie. Karibu, mshukuru Bwana.